Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watanzania wenzetu popote pale mlipo. Alhamdulillah, leo tarehe 20 Julai 2023, Samahat Mufti Tanzania Dr. Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana aliwasili hapa Zanzibar, na tukawa tumempokea hapa majira ya mchana kwenye saa 8:30, na baada ya hapo Dr. Sheikh Abubakar Zubeir Ali Mbwana alielekea katika hoteli ya Abla Apartment, ambapo palikuwa na hafla ya harusi ya mmoja katika ndugu zetu, lakini Dr. Hussein Ali Mwinyi alikuwa pale na Samaa akawa amefika pale. Alhamdulillah, harusi ikawa imekwisha vizuri, na baada ya hapo tukawa tumeelekea katika harusi hiyo nyingine ambayo ya Dr. Ghalib Bilal pamoja na viongozi wengine wa serikali walikuwa pale. Alhamdulillah, Samahat Mufti akawa ameendesha ibada ya swala pale katika msikiti mkubwa wa Kabuth uliopo hapa Zanzibar. Lakini baada ya hapo tukawa tumefanya ziara sehemu 2-3, na hatimaye sasa hivi tunarejea kwenda Dar es Salaam. Tuko katika VIP lounge hapa Zanzibar tukisubiri ndege yetu inshallah saa 3:30 usiku. Nachotaka kusema kwamba Mufti pamoja na kuwa na majukumu mazito aliyokuwa nayo na umri wake, lakini vile vile kazi alizokuwa nazo, lakini bado mashallah anajitolea na anakuwa tayari kwenda popote pale ambapo anahitajika. Sisi vile vile tuchukue ibra hapa kwa mufti wetu, na sisi vile vile tuharakike vile anapotuambia tujitambue, tubadilike, tuache mazoea. Yeye mwenyewe anaonyesha mfano mashallah. Kwa hiyo nitamwomba mufti vile vile aseme vile safari yake ilivyokuwa na namna Wazanzibari walivyompokea. Kila mahala Wazanzibari wanakusanyika, mufti tunataka picha, mufti tunataka tuwe pamoja na wewe. Mashallah, kila mahala tumeona namna hiyo. Lakini kuna jambo hasa mufti ameona ambayo atapenda kusema mwenyewe inshallah. Naomba nimkaribishe. Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Kama alivyosema al-akh al-fadil Sheikh Arif Suria, ambaye ni mkurugenzi wa da'wa na tablighi Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA, amezungumza namna ya jinsi ambavyo nilivyowasili na walivyonipokea hapa VIP lounge, na hatimaye wakaniingiza katika gari ambao wameiandaa. Ni benzi ya kisasa ambayo si ya kawaida, maana hiyo benzi na maajabu makubwa. Hata ukikaa kwenye kiti kikata cross, kuna kitu kinakuja kudhihiria usiyumbe na ile gari. Ni mambo ya muujiza mkubwa kabisa. Gari sidhani kama iko hapa Tanzania zaidi ya hii moja iliyoko hapa Zanzibar. Kwa hiyo jambo kubwa sana ambalo matayarisho ya heshima kubwa na taadhima kubwa ambayo ameifanya mkurugenzi wetu wa da'wa na tabligh pamoja ndugu zake wa hapa Zanzibar. Na wamenichukua moja kwa moja pamoja na msaidizi wangu Haidar katika hoteli ya Al-Abla Apartment. Ni hoteli kubwa sana katika jumla ya hoteli zilizopo mjini hapa Zanzibar. Tukapumzika kidogo, lakini pia kulikuwa na harusi hapo iliyohudhuriwa na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi, na tukawa naye katika kipindi chote mpaka harusi imekwisha. Tukapata karamu, tukala pamoja, baadaye tukaagana kwa ajili ya kuja kujitayarisha na harusi ya Dr. Ghalib Bilal pamoja na balozi Idi Seif, ambaye kwamba watoto wao ndio walikuwa wakioana. Kwa hiyo ilikuwa ni harusi moja kubwa iliyofanyika katika msikiti mkubwa sana wa Gabus hapa mjini Zanzibar, na tumehudhuria harusi hiyo ambayo ilihudhuriwa na wakubwa wote wa serikali, akiwemo Dr. Hussein Mwinyi na mzee Ali Hassan Mwinyi, lakini Dr. Kikwete vile vile ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 4, lakini vile vile wamehudhuria makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar na wengine wengi ambao walihudhuria, viongozi wakubwa kabisa wa nchi ambao walifika hapo. Sikwambii mashekhe ambao walikuwa ni wengi pasi na idadi, na vile vile wajumbe au wageni waalikwa ambao walihudhuria wakubwa kabisa katika msikiti huo. Kwa msikiti ulikuwa umefurika,
na watu walillahi alhamdu walikuwa wengi, lakini tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, harusi ilikwenda vizuri, na kwa heshima ya pekee nilipewa mimi nafasi ya kuswalisha. Hapa kuswaliwa ila mimi ndio nilijaliwa kuwa ndio imamu wa swala ya al-asr katika msikiti huo wa Gabus uliohudhuriwa na watu mbalimbali kama nilivyokwishaeleza huko nyuma. Lakini vile vile harusi ilikwenda vizuri, hakukuwa na matatizo. Ilianza kwa kutiwa Fatiha na mufti wa Zanzibar Sheikh Saleh Kaab, na mimi baadaye nilipewa heshima ya kufunga. Yeye alipewa nafasi ya kufungua na mimi nikapewa heshima ya kufunga hadhara ile nzima kwa kuomba dua kubwa. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Baada ya kumalizika hadhara hiyo, al-akh al-fadil Sheikh Arif Suria, mkurugenzi wetu wa da'wa na tabligh, alitupeleka mahala kwa ajili ya kwenda kujitengeneza, kujiweka sawa kwa chakula cha jioni. Tukaenda katika hoteli inaitwa Luqman. Ni mgahawa, alhasil ni mgahawa taban, mgahawa mzuri sana ambao unahudhuriwa na watu wengi sana. Sikwambii watalii na wageni waliotoka nchi za nje, wazungu na nini, ambao wameenea katika mgahawa huo kwa ajili ya kupata chakula cha Kitanzania. Basi hapo tulikula chakula kizuri, tukafurahi kabisa. Na katika mambo ambayo nimeona ambayo ameyataja mkurugenzi hapa, kwamba kuna jambo ambalo nimeliona nitalitaja katika jumla ya hayo, pia ni maendeleo makubwa ambayo nimeona hapa Zanzibar ambayo yamefanywa na Dr. Hussein Mwinyi katika muda mfupi tu toka ingie madarakani. Kumekuwa na mabadiliko makubwa ya ajabu ambayo yanaonyesha kwamba Zanzibar iko katika mabadiliko ya maendeleo kwa kasi kubwa sana. Kwa kweli mambo aliyofanya haya ni mambo makubwa. Kwa yule mtu ambaye hajafika kwa kipindi hiki Zanzibar na jaribu kutembelea, ataona mambo yalivyokuwa, mabarabara, majengo yanajengwa makubwa, kuna utaratibu wa viwanja kujengwa mpaka viwanja vya michezo. Kuna mambo makubwa sana ambayo ameyafanya Dr. Hussein Mwinyi. Ndio katika mambo makubwa sana ambayo nimeyaona. Tunamwombea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amdumishe Dr. Hussein Mwinyi na amjalie taufiki na sawabu, aweze kuendelea kufanya maendeleo makubwa kama haya yeye na wanaomsaidia. Na tunamwomba Mwenyezi Mungu aibariki vile vile Zanzibar chini ya uongozi wake yeye. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.